Kwa jina la Yesu tumeomba. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kutuleta pamoja kwa ajili ya fundisho la Biblia jioni njema ya leo. Asante kwa ajili ya maandalizi ya moyo, na asante Bwana kwa ajili ya shauku ya kujifunza kutoka kwako na kuweza kupokea kutoka kwako. Tutakuomba Bwana ya kwamba jioni ya leo utafungua kurasa za maandiko kwa kila mmoja wote wako katika jina la Yesu. Tutie nuru Bwana, tufundishe Bwana, tusaidie kuweza kujifunza kutoka neno lako, na tujalie ile neema na ile nguvu na ule unyenyekevu kadhalika na ile imani ili kuweza kulitoa neno lako na kukaa katika ile neno kwa jina la Yesu. Tufanye Bwana kwa watendaji wa neno na wala si wasikiaji tu. Na tutakuomba Bwana ya kwamba neno lako hili litakuwa na kuinua maisha ya kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Tutakuomba ya kwamba wanaotuzunguka wataweza kuona yale matokeo, ile nguvu ya neno lako katika maisha yetu kwa jina la Yesu. Tufanye kuwa nyaraka zilizoandikwa za neno lako, ili kwamba tulitoa neno hili kwa uzima na kwa ushuhuda na kwa kuhubiri na kwa kuonyesha kivitendo yale mafundisho ya neno lako kwa jina la Yesu. Tukushukuru Bwana kwa sababu tunajua kwamba umejibu, kwani katika jina la mwana wa Yesu tumeomba. Amen. Amen. Tukae. Jioni ya leo tunatazama katika kitabu kile cha Marko sura ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 6. Marko sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza kwenda mpaka mstari ule wa 6. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya: tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi, nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto wa Yordani, wakiziungama dhambi zao. Na Yohana alikuwa amevaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akala nzige na asali ya mwitu. Hizi ndio aya za utangulizi ambao tunazitazama leo tunapotafakari juu ya maandalizi ya njia kwa ajili ya mfalme mpya, kuiandaa njia kwa ajili ya mfalme mpya. Yohana Mbatizaji anakuja hapa na anaiandaa njia kwa Bwana Yesu, yeye Bwana wa utukufu, mfalme wa wafalme, na yeye ambaye ndiye mwana hasa wa Mungu, mwokozi wetu, mkombozi wetu, na yeye ambaye amekuja kugeuza ile laana ambayo mwanadamu amejiletea mwenyewe kutoka katika ile bustani ya Edeni. Lakini kabla hatujazama sana katika aya ambazo tunazo hapa, tunahitaji kufanya utambulisho wa huyu mwandishi. Jina lake ni Marko, na kwa hakika tufahamu ya kwamba familia yake na hasa mama yake alikuwa ni muamini katika Bwana. Katika ile kanisa la mwanzo, maombi yalifanyika katika nyumba ya mama yake, na hapo ndio mahali pa kwanza tunapo kutana naye huyu Marko ambaye ni Yohana Marko. Angalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12, tukisoma mstari wa 11. Matendo ya Mitume sura ile ya 12 mstari wa 11. Anasema, hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mikono ya Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Petro mtume alikuwa yuko gerezani. Alikuwa gerezani kwa ajili ya neno la Mungu. Alikuwa gerezani kwa sababu ya ile kweli injili aliyokuwa anahubiri. Alikuwa yuko gerezani kwa sababu ya kumuinua Yesu Kristo kama mwokozi katika Yerusalemu. Na Yakobo alikuwa ameuawa. Sasa Herode akadhani ya kwamba afuataye atakuwa ni Petro
na Petro akatiwa gerezani, na malaika wa Bwana akaja na kufungua milango ya gereza na akaifungua ile minyororo na kumtoa. Na alikwenda wapi baada ya kutoka gerezani? Angalia mstari wa 12, anasema naye alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu ambaye mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko. Alikuja nyumbani kwa mama yake Yohana Marko. Huyo ndio Yohana Marko ambaye ameandika habari njema ambayo tunajifunza hii leo. Anasema ambapo walikuwa watu wengi walikuwa wamekuwa humo wakiomba katika nyumba ya mama yake na Yohana Marko. Yohana Marko alikuwa hayuko mbali. Tunaambiwa Paulo na Barnaba walipokuwa sasa watoke kwenda kuwapatia msaada kanisa katika Yerusalemu, angalia sehemu ya Marko pamoja nao. Angalia sura 12 mstari wa 25. Anasema na Barnaba na Sauli walipokwisha kuitimiza huduma yao, wakarejea kutoka Yerusalemu, wakamchukua pia pamoja nao Yohana aitwaye Marko. Kwa hivyo alikuwa amekwenda pamoja nao katika safari ya kwanza ya kimisionari, lakini kwa sababu alikuwa yungali kinda, kwa sababu alikuwa bado kijana, sababu ya msongo wa njia, hakuweza kusimama ile misukosuko ya kuhubiri Injili pamoja na Barnaba na Sauli katika wakati ule. Kwa hiyo Yohana Marko akarejea, lakini hatimaye walitaka kwenda na kuwatembelea yale makanisa tena ambako walikuwa washakuwa wafanya huduma. Na tunakuja katika kitabu cha Marko, Matendo ya Mitume sura 15 mstari wa 37. Barnaba akaazimu kumchukua Yohana aliyeitwa Marko pamoja nao. Kwa hivyo Yohana Marko hakuwa mgeni katika kuhubiri Injili, japokuwa alikuwa amevunjwa moyo na kwa sababu ya kutokuwa na uzoefu kwa mara ya kwanza akawa amerejea. Sasa walitaka waende kutembelea kule mahala ambako walikuwa kushahubiri Injili, na Barnaba akasema Yohana Marko atatufaa. Sasa tunaambiwa mstari wa 38, bali Paulo hakuona vema kumchukua huyo aliyewaacha huko Pamfilia asiende pamoja nao kazini. Pakawa na kutokuelewana kati ya Barnaba na Sauli, na hatimaye Barnaba akamchukua Yohana Marko na kaenda katika mji wake, na Paulo mtume akamchukua Sila kama ilivyokuwa ameidhinishwa na kanisa. Lakini mambo ya kuendelea hivyo kwa muda mrefu. Sasa Paulo mtume aliona ya kwamba yule kijana sasa amekwisha kujitambua mwenyewe, na alikuwa yuradhi kumchukua, alikuwa tayari kumlete karibu. Angalia Wakolosai sura ya 4 mstari wa 10 ule. Wakolosai sura ile ya 4, tukisoma pale kuanzia mstari wa 10. Aristako awasalimu na Marko ambaye ni dadaye na Barnaba, ambaye mmepokea amri kutoka kwake, kama akija kwenu mpokeeni. Kwa hiyo unaweza kuona pale alirejea. Aristako aliyefungwa pamoja nami awasalimu na Marko mjomba wake Barnaba, ambaye mmempokea mmepokea maagizo kwa habari ya katika akifika kwenu mkaribisheni. Alikuwa sasa anafaa kwenda naye. Angalia Filemoni sura ya 1 mstari wa 24. Mstari wa 24, angalia mahali pale. Hapa ni Paulo mtume akithibitisha ya kwamba Marko alikuja kuwa mmoja kati ya watendakazi pamoja naye. Timotheo wa pili sura ile ya 4, tukisoma hapa mstari ule wa 10. Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari wa 10. Anasema maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thessalonike. Anasema Kreste amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia. Luka peke yake yupo pamoja nami. Umtwae Marko. Sasa huyu hapa ndiye mwandishi wa Injili ile. Mchukue Marko, yuko pamoja nami.
kwa maana anifaa kwa ajili ya maana anifaa kwa utumishi. Weza kuona sasa ule ukaribu wa ushirika kati ya Marko na Yohana na Paulo mtume. Lakini si hivyo tu, unapokuja katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5 ukisoma kuanzia mstari wa 13. Petro wa kwanza sura ile ya 5 mstari ule wa 13. Anasema mwenzenu mteule hapa Babeli awasalimu, na Marko mwanangu. Na hivyo kadhalika alikuwa na ukaribu sana wa kimahusiano katika huduma pamoja na Petro ambaye ni mtume. Hadithi ni kwamba Marko alikuwa ni kweli mtoto wa Mungu, alikuwa amekwishaokoka huyu, lakini alikuwa bado akingali kinda, alikuwa bado kijana. Alipokwenda pamoja na Paulo na Barnaba kwa ile mara ya kwanza ya safari yao ya kimisheni, hakuweza kustahimili ile misukosuko. Nguvu zake zilikuwa haba, ujasiri wake na kujiweka wakfu kwake kulikuwa haba. Shauku yake ya kumtumikia Bwana ilipunguka kwa sababu ya ile shida kunako njia. Kwa hivyo kwa kitambo akarejea, lakini aliporudi bado kuna mtu alikuwa akijali sana juu yake. Barnaba alikuwa akijali juu ya Yohana Marko, na kwa hakika alikuwa akimwombea, na kwa hakika alikuwa akitaka yaliyo bora kutoka kwa Yohana Marko. Kwa hivyo alipokwenda kuyatembelea tena makanisa pale ambapo walikuwa wamekwenda, Barnaba akasema, hebu Yohana Marko aje tuende pamoja naye. Na Paulo akasema, hapana, huyu bwana hajakomaa bado, hajawa mtu mzima vya kutosha, si hodari, si mtu barubaru wa kuweza kwenda naye. Lakini Barnaba alikuwa na mawazo tofauti. Ye akamchukua Barnaba, akamfunza, akamfunda vizuri na kumfanya kuwa mwanafunzi, na Petro kadhalika naye akamchukua, naye akamfunda vizuri na kuweza kumfundisha vema hadi alikuweza kumuita kuwa Marko, akaweza kumuita Marko mwanangu. Hatimaye sasa Paulo mtume hakusahau kabisa juu ya Marko, bado alikuwa akiwaza, alikuwa anaomba kwa ajili yake, na hatimaye akawaandikia waamini na kuambia kwamba Marko atakapokuja kwenu mpokeeni, kwa sababu yeye yuafaa katika huduma, na kwa hakika nitakapokuja pande zenu huko nitakwenda kumtafuta Yohana Marko ili kwamba aweze kuwa mmoja kati ya wale ambao ni wafuasi wangu, na kadhalika aweze kuwa mmoja kati ya watendakazi ambao wanafanya kazi pamoja nami. Na hapa Yohana sasa Marko alikuwa akienda kuandika sasa juu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na hapa anatuambia katika Marko sura ya kwanza ile, sasa anasema mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Unapoanza juu ya Mathayo, Marko na Luka na Yohana, hizi ndizo injili 4 za kwanza ambazo zina maelezo juu ya maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo, huduma yake, juu ya dhabihu yake, juu ya mauti yake, juu ya kuzikwa kwake, juu ya kufufuka kwake, na kadhalika juu ya kupaa kwake, na juu ya kuwa kwake mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Lakini tunataka kugundua kwamba tofauti kati ya Mathayo na Marko, tutaweza kuona kwamba Mathayo alikuwa ameanza kuandika kwa kutazama Mathayo alianza kuangalia wale watu waliokuwa wamemtangulia Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu akamzaa huyu akamzaa huyu naye akamzaa huyu, hadi pale ambapo alifikia kwa kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini unaweza kuona kwamba upande wa Marko hakuna namna ya maelezo ya ukoo wake Yohana. Kadhalika utaona kwamba Luka anatupatia chimbuko la Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu akamzaa huyu, na huyu akamzaa yule fulani, akamzaa fulani, na huyu naye akamzaa fulani, huyu na fulani akamzaa huyu, hadi wakafikia kule kuzaliwa kwake Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Lakini unapomtazama Yohana kadhalika naye hatupatii ule ukoo wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba hawa ndio wazazi wake Bwana Yesu. Yeye alianza tu pale mwanzo, katika hapo mwanzo kulikuweko naye neno alikuwa Mungu, na halafu akaendelea tu kuelezea juu ya habari za Yesu. Sasa unarejea katika Marko, anasema mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na inakuwaje Marko yeye kaandika kwa mtindo huu,
Kwa nini yeye hakutoa chimbuko lolote la mlolongo wa wazazi wake Bwana wetu Yesu Kristo? Huyu alikuwa anawaandikia Warumi, alikuwa anawaandikia watu mataifa, alikuwa Yohana Marko anawaandikia watu ambao walitaka kuona kile ambacho Yesu tu alifanya alipokuja, alitimiza mambo gani walipokuja. Kwa hivyo akaenda tu moja kwa moja kuanza kuelezea juu ya Yesu, na akaanza kuzungumza juu ya Yesu ambaye yeye mfalme na bado ni mtumishi, na yeye ndiye Mwokozi na bado ni mtumwa, yeye ni mkombozi na bado ni mtumishi, alikuja kutumika. Hicho ndio kulikuwa kuzingatia kwake Yohana Marko. Tunapotazama kwenye kitabu cha Marko sura ile ya 10, utaweza kuona sababu kwamba kwa nini Marko aliandika mstari wa 43. 10:43 Marko ana haya ya kutuambia. Anasema, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Sikiliza naofuata. Kwa maana mwana wa Adam, Yesu Kristo, mwana wa Adam naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa uhai wake uwe fidia ya wengi, kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa hivyo Marko akitaka kutuonyesha kwamba ni mfalme, lakini alikuja kutumika. Yeye ni Bwana, alikuja kutumika. Ndio ni mkombozi, lakini alikuja kwanza kutumika. Alikuja kuchukua nafasi ya kuwa mtumishi. Angalia katika Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 5. Wafilipi sura ile ya 5. Iwe na nia hiyo hiyo ambayo pia ilikuwa katika Kristo Yesu, ambaye yeye hapo mwanzo hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni jambo la kushikamana nalo, bali akajifanya kuwa mtu, alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Na kwa hivyo unaweza kuelewa hapa kwamba ni kwa nini Marko yeye hakuandika ule uzao wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alikuwa anazungumza, anaandika juu ya utumishi wake, huduma yake, na hakuhitaji ule ukoo na wazazi wa utumishi wake. Na ndio maana yakaenda moja kwa moja katika hili la kumzungumza kuwa ni mtumwa. Na ndio maana rejea sasa katika Marko ile mwanzo, naanza na zile habari njema, naanza na ujumbe, naanza na kile ambacho Yesu alikileta kutoka mbinguni na amekuja kutupatia hapa duniani. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Ujumbe wetu jioni ya leo, kuandaa njia kwa mfalme mpya. Na kwa hivyo alihitaji kuiandaa njia. Lazima kulikuwa na tangazo la kabla kusema kwamba mfalme yuaja, mfalme anatokeza. Nahitaji kuweza kuona, nahitaji kuweza kusikia, nahitaji kuweza kukubali ule ujumbe na ile huduma ambayo mfalme ameleta, kuiandaa njia ya mfalme mpya ajaye. Tunapotazama aya hizi leo, ya mambo matatu tutakwenda kutazama jioni ya leo. Jambo la kwanza, kusudi na utangazaji wa Yohana Marko. Marko alifanya tamko juu yake Kristo, tamko juu ya mwana wa Mungu, tamko juu ya habari njema, ule ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kusudi na lile tamko la utangazaji wa Yohana Marko. Jambo la pili ni ule unabii na yale maandalizi ya wajumbe wake. Mjumbe wake alikuja kabla yake, jina lake ni Yohana Mbatizaji, na Marko sasa anamtambulisha Yohana Mbatizaji ambaye alikuja kabla ya Yesu Kristo na kutangaza ya kwamba yuaja, yupo katikati yetu. Yeye amekuwa mkuu kuliko mimi. Yeye yuko karibu. Si stahili hata kubeba viatu vyake. Siwezi hata kulegeza zile kamba za viatu vyake, gidamu za viatu vyake. Yu nasi, yu karibu. Amekuwa kabla yangu. Yeye ni mkuu kuliko mimi. Yeye ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo nao ule unabii, kile ambacho kimesema juu ya Yohana Mbatizaji, kile ambacho kimenenwa juu ya
ile tamko la Bwana wetu Yesu Kristo na yale maandalizi ya huyu mjumbe, kuiandaa njia ya Bwana kabla ya yeye kuja. Kipengele cha 3 kitakuwa ni kuhubiriwa na kushawishi katika ujumbe wake. Kule kuhubiri na kushawishi katika ujumbe wake. Kule kuhubiri na kushawishi kwa ujumbe wake Yohana huyo. Turejee kipengele cha kwanza, kusudi na ule utangazaji wa Marko. Marko sura ya kwanza, tukitazama mstari wa kuanzia ule, anasema mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na unaweza kugundua pale neno ile hapa injili. Hilo ndilo lengo lake, ndilo kusudi lake. Alitaka kwamba atupatie picha kamili, atupatie picha dhahiri, picha yenye kushawishi ya kwamba injili inahusu jambo gani, habari hizi njema ni za jambo gani, na nataka kuliwasilisha hilo kwa watu, kwa sababu hilo ndilo jambo ambalo injili itaweza kulifanya liweze kuzungushwa injili dunia nzima. Angalia Marko sura ya 13, Marko sura ile ya 13 pale, kusomea kuanzia mstari wa 10. Haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo kuhusiana na kile ambacho alikileta, kuhusiana na kile ambacho alikifundisha, kuhusiana na kile ambacho alikitoa, kuhusiana na kile ambacho alikiwasilisha kwa watu. Anasema na shati injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Haya ndio yalikuwa yake Marko kuyazingatia, injili ya mwana wa Mungu, injili yake Bwana wetu Yesu Kristo, habari njema. Mwanadamu kapotea na kuna njia moja tu ya wokovu, na mwanadamu hawezi kujiokoa yeye mwenyewe, na kama mwanadamu hajaokolewa atakuwa amepotea milele. Na hiyo ina maana ya kwamba ataumalizia umilele wake mbali na Mungu, mbali na ile paradiso, mbali na ile furaha ya mbinguni pamoja na Mungu milele. Na Yesu Kristo amekuja sasa. Yesu Kristo amekuja kutuondosha katika kiza chetu, amekuja kutuondoa kutoka katika dhambi zetu, na anasema hilo ndilo habari njema nilizokuleteeni. Na Yesu akasema hizo habari njema, hiyo injili lazima kwanza ihubiriwe katika mataifa yote. Angalia katika sura ya mwisho, sura ile ya 16, mstari ule wa 15. Mstari wa 15, Marko 16, mstari ule wa 15. Naangalia mahali pale anasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Enendeni ulimwenguni mote na mkahubiri kwa kila kiumbe. Bwana wetu Yesu Kristo alisema lile jambo lililokuwa la muhimu, jambo la maana, jambo ambalo aliwezi kuepukika, jambo la kwanza kabisa, na lile jambo ambalo la mwisho kabisa ambalo mwanadamu yeyote aliwezi kuwa nalo kabla ya kuwa na umilele pamoja na Mungu, lazima azisikie habari njema. Kwa hivyo Yohana Marko anasema huku hapa ndiko kuzingatia kwangu, na zingatia zaidi juu ya habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa hivyo katika Marko sura ya kwanza ile, tukisudi tena mstari wa kwanza mwanzo, anasema huu ujumbe ambao tunakuleteeni sasa, kwa sababu Marko alikuwa akiandika habari hizi njema, ilikuwa inaandikwa baada ya kuwa Yesu Kristo amekwisha kufa. Anasema hii injili ilikuwa nao mwanzo, na nakuonyesheni sasa ule mwanzo wa hizi habari njema za Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Waweza kuliuliza hili swali kutoka kwa Marko na kuuliza kwamba kwa nini wewe unazingatia kwenye habari njema tu? Kwa nini unaiwasilisha hii injili? Kwa nini umeandika habari hii njema kulingana na wewe Yohana Marko? Kwa nini umeipatia dunia habari hii njema? Kutoka sura ya kwanza mpaka sura ya 16 anatuambia sasa kwamba sababu ya nini, sababu gani? Kuna kusudi, lipo kusudi kwa ajili ya tamko la habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tatizo lako nini Marko? Jambo la kwanza, kutangaza ule uwana wa Yesu Kristo, kutangaza ule uwana wake Kristo. Angalia mstari wa kwanza ule tena, anasema mwanzo wa injili yake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hiyo ndilo kusudi lilokuwa limevuviwa na Roho, habari ya injili ya mwana wa Mungu. Takutangaza kwa kila mmoja ya kwamba Yesu Kristo ambaye habari yake njema na kuleteni, yeye ambaye habari zake njema na kuleteni, huyo yeye ndiye mwana hasa wa Mungu. Njoo katika Zaburi ya pili, kuanzia mstari wa 7. Zaburi ya pili mstari ule wa 7. Anasema, nitatangaza amri, Bwana ameniambia, we u mwanangu, hivi leo nimekuzaa. Anasema imeandikwa katika Agano la Kale ya kwamba Yesu Kristo atakuja,
atakuwa yeye ndiye mwana wa Mungu. Sasa nataka kukuambia wewe kwamba huyo mwana wa Mungu amekuja, na nataka kumwasilisha kama mwana wa Mungu. Sababu ya kwanza kwa nini Marko aliandika habari hii njema ni ile kutangaza ya kwamba huyu Yesu yeye ndiye mwana wa Mungu. Jambo la kwanza, kutangaza ule uwana wa Kristo. Tunatazama kwenye kitabu cha Luka sura ya kuanzia ile Luka sura ya mwanzo pale kuanzia mstari 35. Luka 1:35. Anasema, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu ya hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kwa hivyo Marko, jambo la kwanza, alitaka kuwatangazia wale watu na kutamka ule uwana wa Kristo. Jambo la pili, alitaka kutangaza ule muhuri ambao ulikuwa juu ya Kristo. Ule muhuri juu ya Kristo alitaka watu waweze kuelewa, na ndio maana aliandika Injili, ili kwamba ile muhuri ya mbinguni itakuwa juu ya huyu Yesu ambaye alikuwa akimwasilisha kwao. Angalia Marko sura ya kwanza 11. Anasema, kukaja sauti, na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa, nayependezwa nawe. Anasema si tu kwamba malaika walitangaza juu yake atakuwa yeye ni mwana wa Mungu. Alitaka kuonyesha kwamba hata Baba wa mbinguni alikuwa amemtangaza yeye kuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Marko basi akatamka juu ya ule muhuri juu ya Kristo, ambao Yesu Kristo alisema kwamba huyu ni mpendwa wangu. Marko sura ya 9 mstari wa 7. Anasema sauti ikatoka juu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Ule muhuri wa kibali na ule muhuri wa kuteuliwa na ule muhuri uliotoka kwa Baba, ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu, Yesu Kristo mfalme wa falme, Yesu Kristo yeye ambaye amekuja na kuleta zile habari njema ya kwamba huyu Yesu yeye ndiye mwana mpendwa wangu. Alafu anasema Marko alitaka kutuonyesha ya kwamba huyu mwana wa Mungu amekubaliwa na Baba, yeye amedaiwa na Baba na ametiwa muhuri na Baba, na huyu ndiye mwanangu mpendwa, huyu ndiye mwanangu mpendwa nipendezwaye naye. Angalia Yohana sura ya 6 27 ule Yohana sura ya 6, tuangalie mstari wa 27. Anasema, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Aliyetiwa muhuri na Baba. Ye ambaye Baba ametiwa muhuri na Baba. Na Marko alitaka kutamka ule muhuri juu ya Kristo. Jambo la tatu, alitaka kutangaza ule wokovu wa Kristo. Alitaka kutangaza ya kwamba wokovu tunaohitaji, ule wokovu ambao utatuunganisha na Mungu Baba, ule wokovu ambao unatuhitaji kutupatanisha sisi na Mungu wetu, ule wokovu ambao tunahitaji na kusamehe dhambi zetu na kupatia uhuru kutoka katika kila aina ya mikatale ya dhambi ambazo zimekuwa zikitufunga. Huo wokovu unapatikana katika Kristo Yesu, ili kutangaza ule wokovu kutoka kwa Kristo. Tunatazama Marko sura ya 2 ile. Twende pale Marko sura ya 2 na naanzia mstari wa 5. Anasema, naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na Marko alitaka kila mmoja apate kuelewa ya kwamba wokovu unaoleta msamaha, ule wokovu unaopata uhuru
unaleta uhuru kutoka katika dhambi, unakuja kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nataka upate kuelewa ya kwamba ndio maana hilo limetamkwa. Anasema katika mstari wa 10 anasema, lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo amwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani mwako. Alitaka kutangaza ule wokovu ambao ulikuja kutoka kwake Kristo. Matendo ya Mitume sura ile 4. Matendo ya Mitume sura ya 4, pale tukitazama mstari wa 12. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 12. Anasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Sababu gani kwamba Marko aliandika habari hizi njema? Sababu gani kwamba tunajifunza habari hii njema? Nini sababu ya hii injili kulingana na Marko imehifadhiwa kwa ajili yetu? Jambo la kwanza, kutangaza uwana wa Yesu Kristo. Jambo la pili ni kutamka ule muhuri katika Kristo. Jambo la tatu ni kutangaza ule wokovu wa Kristo. Jambo la 4 ni kuonyesha ule ukuu wa Kristo. Kuonyesha ule ukuu wa Kristo. Katika wote ambao wameshawahi kuishi katika historia, yeyote ambaye ni wa kidini au ni wa kijamii ambaye ameweza kuishi, Kristo yu juu kabisa kuliko wote. Kristo ndiye mkuu kuliko wote. Yeye ni mkuu kuliko yeyote yule. Anazo nguvu za kimuujiza ambazo hakuna mtu kabla yake, na hakuna mtu ambaye yeye mwenyewe ameleta wokovu. Na Marko ataka kuonyesha ule ukuu wa Kristo. Angalia Marko hiyo sura ya 4 tena. Marko sura ya 4 mstari wa 39. Marko sura ya 4 mstari wa 39. Anasema, akaamka akaukemea upepo, akamwambia mtu huyu, tazama, utulie. Akamwambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma kwa shwari kuu. Akamwambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na woga. Akamwambia, upepo ukakoma ikawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmeingiwa na woga? Hamna imani bado? Alionyesha ule ukuu wake Kristo. Wakaingiwa na hofu kuu, wakiambiana, nani huyu basi hata pepo na bahari vinamtii? Ukuu wa Kristo. Yeye yuko juu kuliko yeyote. Yeye ni mkuu kuliko yeyote. Yeye ni mkuu kuliko kila mtu. Tunaambiwa katika Marko sura ya 15 mstari wa 37, naye Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho. Pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Basi hapo akida aliyesimama hapo akamwelekea, alipoona ya kuwa alikata roho jinsi hii, akasema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Juu ya kila mmoja ambaye aliwahi kuja, juu ya kila mmoja ambaye ametumika katika Israel, juu kabisa kuliko yeyote yule katika historia za dunia, mkuu. Na Marko aliwataka wanaosoma Injili, alitaka kuelewa ya kwamba kule ule muonekano wa ule ukuu wa Kristo. Jambo la 5, kuthibitisha ule uwana wa Kristo. Alitaka kuthibitisha kwa yote ambayo Kristo alifanya, na kwa watu ambao Kristo alifanya kwao mambo hayo. Ile nguvu ya Yesu Kristo alidhihirisha ile namna ya kinyenyekevu na namna ya kujikana, ambayo kwa hiyo alitaka kuthibitisha ule ubwana wa Yesu Kristo. Angalia Marko sura ya 10 ile, Marko 10:44, 10:44-45. Marko sura ile ya 44-45. Anasema, kwa maana
atakaye kuwa mkuu, kwa maana mwana Adam naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake kuwa fidia ya wengi. Hilo ndio kusudi la Marko. Alitaka kuonyesha jinsi ambavyo pamoja na ukuu Kristo alikuwa nao, pamoja na kutukuka Kristo alikokuwa nako, pamoja na ukubwa ambao alikuwa nao Kristo, na ile hali ya kimuujiza alikuwa nao Kristo, bado alijisuluhisha kwa ajili ya kutumikia wanadamu, sio tu kwa dhabihu yake, bali kwa ile nguvu yote aliyokuwa nayo, kwa nguvu yote ya mbinguni ambayo alikuja nayo. Alitumika kama mtumwa. Angalia Wafilipi sura ya pili, Wafilipi sura ya pili mstari wa 6, ambaye yeye aliyekuwa na mfano wa Mungu hakuona kitu cha kushikamana nacho, bali ajifanya kuwa hana heshima, na kutoa ile namna ya mtumwa, ajitwalia hali ya kuwa mtumwa. Yeye Bwana wa malaika na Bwana wa wanadamu, Baba wa milele wote, yeye wa milele ambaye amekuwepo katika umilele pamoja na Mwenyezi katika umilele wote, alikuja katika ulimwengu huu na akajifanya kuwa mtumwa. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, akajinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Tena alipoonekana kuwa ana umbo la mwanadamu, akajinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Ndicho ambacho Marko alitaka kusisitiza. Alitaka kuthibitisha ule utumwa wa Kristo, utumishi wa Kristo. Ndio, Kristo ni mwana wa Mungu, alisisitiza hilo. Kwa hivyo alitamka ule uwana wa Yesu. Yesu Kristo alikuwa na kile kibali cha kutoka mbinguni, na kwa hivyo Marko akatangaza ule muhuri juu ya Kristo. Yesu Kristo ameleta wokovu, msamaha kutoka dhambi, na kutuandaa sisi kuwa juu mbinguni milele. Kwa hivyo Marko akawa ametangaza ule wokovu wa Kristo na kile kimo chake na kule kuwa kwake juu pamoja na Mungu katika umilele. Kwa hivyo Marko alionyesha ule ukuu wa Kristo, na bado alikuja kutumika. Kwa jinsi gani? Alinama chini, alikuja kumtumikia kila mmoja. Yeye ni wa milele, japo kuwa ni wa mbinguni wa milele, alikuja kuwatumikia wanadamu. Ameweka namna yote ya utumwa, aliweka ule utumwa wa Kristo mbele, aliudhirisha. Lakini si hivyo tu, alikuja kuwasilisha ile dhabihu ya Kristo. Marko anatukumbusha, anatuambia kwamba Bwana alipokuja, alikuja kwa ajili ya jambo moja hili, lengo hili moja, lengo hili la mwisho, ya kwamba atatoa uhai wake kama dhabihu kwa ajili ya ukombozi na kwa ajili ya kuwafidia kwa wanadamu. Marko sura ya 10, Marko 10:45, tena pale Marko 10:45, kwa maana mwana wa Adam naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa uhai nafsi yake iwe fidia ya wengi. Alitoa uhai wake kwa ajili yako. Na sasa Marko anahakikishia wewe na mimi ya kwamba na wewe unaweza kuokolewa. Kuna dhabihu kwa ajili ya kosa lako, kunao upatanisho kwa ajili ya dhambi zako. Upatanisho umeshafanyika, na yeyote atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Wakorintho wa kwanza 5:7, Wakorintho wa kwanza 5:7 anasema, jitakaseni, jisafisheni na ile chachu ya kale, ili mpate kuwa donge jipya, kama mlivyokuwa hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Anasema Kristo, kwa maana Kristo Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Na Baba wa mbinguni ameshasema, nikiona ile damu nitapita juu yenu, mnaweza mkaepuka hukumu ijayo, kwa sababu Kristo Pasaka wetu amekwisha kutolewa awe dhabihu kwa ajili yetu. Jambo la 7, alitaka kuleta utambulisho wa awali wa kuja kwake Kristo Yesu. Marko alitaka kusema kwamba mnamuona Yesu leo katika kunyenyekea kwake, utakwenda kumuona katika kutukuzwa kwake.
atakwenda kutukuzwa. Na kwa hivyo usidhani kwamba yeye ni mwana wa Adam tu ambaye anatumika. Yuaja tena, na atakapokuja kwa mara nyingine tena atakwenda kuja akiwa mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Marko 13 pale na kusomea mstari wa 25. Marko 13 mstari wa 25. 13:25 anasema, na nyota za mbinguni zitakuwa zikianguka na nguvu zilizo mbinguni zitatikiswa. Hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adam akija mbinguni kwa utukufu mwingi na utukufu. Hii ni kudhihirisha juu ya kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo, muonekano wa awali wa kuja kwake mara ya pili. Anatuambia katika sura ya 14 ya kitabu kile cha Marko mstari wa 61. Marko 11 mstari wa 61. Anatuambia, lakini akanyamaza wala hakujibu neno. Kuhani mkuu akamuuliza tena, akamwambia, wewe ndiwe Kristo mwana wake mtukufu? Yesu akasema, mimi ndiye, nanyi mtamuona mwana wa Adam ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija na mawingu ya mbinguni. Angalia Marko sura ya 9, ule muonekano wa awali wa kuja kwake mara ya pili Yesu Kristo. Marko sura ya 9 mstari wa kwanza ule, akamwambia, amin amin nawaambia, hapa ambao pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapoona ufalme wa Mungu umekuja kwa nguvu. Sura pili, hata baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana, akawaweka juu ya mlima mrefu na kuwaleta juu ya mlima mrefu. Na anasema akaweka juu ya mlima mrefu faragani peke yao, akageuka sura yake, mavazi yake yakimetameta meupe mno, jinsi asivyoweza dobi duniani kuyafanya meupe. Wakawatokea Eliya pamoja na Musa, pamoja nao walikuwa wakizungumza na Yesu. Petro akajibu akamwambia Yesu, Rabi, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Maana hakujua la kusema, kwa kuwa waliingiwa na hofu nyingi. Kisha likawatokea wingu likawafunika uvuli. Sauti ikatoka katika lile wingu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Wao ni muonekano wa awali wa kuja kwake Yesu Kristo. Angalia matamko yaliyovuviwa, tafsiri iliyovuviwa ya Petro. Angalia Petro wa pili sura ya kwanza. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 17. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 17. Kwa maana mlipokea kutoka kwa Mungu Baba heshima wakati alipokuja sauti kwake kwa maana sauti hiyo ilisikiwa ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja katika mlima ule. Nasi anasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nayependezwa naye. Petro alihusisha hilo kwa ajili ya kuja kwake kwa pili Yesu Kristo. Mstari wa 16, maana hatukufuata hadithi zilizofungwa kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Kwa hiyo unaweza kupata kuona kwa nini Marko aliandika injili ambayo tunajifunza. Jambo la kwanza, kutangaza uwana wa Kristo Yesu. Jambo la pili, kutamka ile muhuri wa Kristo.
Jambo la 3 ni kueneza au kutangaza wokovu kutoka kwa Kristo. Jambo la 4 ilikuwa ni kuonyesha ule ukuu wa Kristo. Alafu jambo la 5 ni kutamka ule ubwana wa Kristo. Jambo la 6 ni kumwasilisha ile dhabihu ya Kristo, na jambo la 7 kuleta muonekano wa awali wa kuja kwake Kristo mara ya pili. Tunarejea katika Marko sura ya 1 hapa na kusomea mstari wa 2 na wa 3. Kipengele cha 2 sasa, unabii na maandalizi ya wajumbe wake. Ule unabii na maandalizi ya wajumbe wake. Marko sura ya 1 mstari wa 2. Kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, tazama, nabii Isaya, tazama, na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake. Huo ndio nabii ambao ulikuwa na mhusu Yohana Mbatizaji, ambaye atakuja kabla ya Bwana. Atakuja na kufanya maandalizi ya ile njia ya Bwana. Hebu tuone Isaya kule ambako nabii ulitolewa, ambao Yohana Marko ananukuu. Isaya sura ya 40 mstari wa 3. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, yanyoosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Naweza kuona jinsi sahihi ambapo nabii ule umekuwa akizungumza juu ya Yohana Mbatizaji kule jangwani, na ndio maana hatimaye alikuja na hatimaye akaleta matangazo kuhusu Bwana Yesu Kristo. Alikuwa akisema mfalme yuaja, mfalme yuaja, na sasa mfalme anakuwa ameshakuja. Angalia mstari wa 4. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa, palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza mtazidishwa. Mstari wa 6, na utukufu wa Bwana utafunuliwa. Yakoba Yohana Mbatizaji atatangaza hata kabla ya kuja kwake Bwana. Yakoba kule kuja kwake Bwana kutauleta ule utukufu wa Bwana. Ule utukufu wa Bwana utafunuliwa na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Unabii ambao Marko anauzungumza kadhalika unamleta Malaki. Tuende katika sura ya 3 ile Malaki sura ya 3 mstari wa 1. Malaki sura ya 3 ile. Malaki sura ya 3 tuanzie mstari wa 1 hapa, bado akizungumza juu ya kuja kwake huyu mjumbe wa Bwana, yani Yohana Mbatizaji aliyekuwa mtangulizi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Angalieni, na mtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Jaribu kuwaza ya kwamba kwa upande wa Isaya, miaka 700 kabla ya Yesu kuja, alikuwa ametoa unabii ya kwamba mtangulizi atakuja. Alikuwa ametoa unabii ya kwamba tamko litatokea. Alikuwa ametoa unabii ya kwamba yule mjumbe wa Masihi atakuja, yeye ataiandaa njia kabla ya kuja kwake Bwana. Na sasa Malaki, takriban miaka 400 kabla ya Yesu Kristo ajaja, na kadhalika, naye alitoa unabii ya kwamba huyu anayekuja atakuwa ametanguliwa na Yohana Mbatizaji, mtu ambaye atakuwa kama Elia. Tazama mwana kondoo na mjumbe wangu, nani mtaiandaa mbele yangu, mtaandaa njia mbele yangu. Na yeye Bwana, inasema, na Bwana mnayemtafuta atalijia hekalo lake ghafla, naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Ilikuwa imetabiriwa hata kabla hajaja. Sasa Mathayo sura ya 3 kuanzia mstari wa 1. Mathayo sura ya 3 ile, tutazame kuanzia mstari wa 1 ule. Anasema siku zile aliondokea ule utimilifu wa kile ambacho Isaya alikuwa amekisema, katika utimilifu wa kile ambacho Malaki kadhalika alikuwa amekisema. Sasa Yohana Mbatizaji akaja kutimiza ule unabii.
Anasema katika Mathayo sura ya 3 mstari wa kwanza, siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa maana huyo ndiye aliyeaminiwa, na anasema kwa maana huyu ndio yule aliyetangazwa. Huyu ndio nabii ambao ulikuwa umetangazwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Alafu tunaambiwa sasa kwamba huyu mtu atakuwa vipi, ya kwamba huduma itakuwa kuwaje, na maana ya kwamba ni tabia ya huyu Yohana Mbatizaji na huduma yake Yohana huyu Mbatizaji, na yale ule ujumbe wa maandalizi ambao atakuwa nayo. Luka sura ya kwanza mstari wa 15. Luka 1:15 anasema, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Mjumbe huyu wa Kristo, mtangazaji wa Kristo, atakapokuja mbele za Mungu atakuwa ni mkuu. Anaweza asiwe mkuu mbele za wanadamu, watu wa duniani wanaweza siweke thamani kubwa mbele zake, lakini mbele za Bwana atakuwa mkuu. Alafu anasema wala hata kunywa divai wala kinywaji kikali, naye atajazwa na Roho Mtakatifu hata kutoka tumboni kwa mama yake. Atakuwa na uzoefu usiokuwa kawaida, atakuwa na ushahidi ya kwamba huyu ndiye aliyetangazwa, huyu ndiye mtangazaji wa mfalme ajaye. Atajazwa na Roho Mtakatifu, atajazwa na tunda la Roho na ile nguvu ya Roho, atakuwa amejawa na zile karama za Roho, na atakuwa amejazwa na ule ujasiri wa Roho tokea katika tumbo la mama yake. Mstari wa 16 anasema, na wengi katika wana wa Israeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Atalete toba, atalete upatanisho na Baba, atalete ile haki katika maisha ya watu wake. Wana wengi wa hao wana wa Israeli, kama ambavyo wangesikia, kama ambavyo watamsikiliza Yohana Mbatizaji, watageuka kutoka dhambi yao na watageuka kutoka kwa Bwana Mungu wao, naye atawatangulia katika ile nguvu na roho ya Eliya. Anasema naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Luka sura ya kwanza 76. Luka sura ya kwanza mstari wa 76. Sasa Zakaria baba yake Yohana Mbatizaji alikuwa amejawa na Roho Mtakatifu, na alipokuwa amejazwa na Roho Mtakatifu, sasa alikuwa anakwenda kutangaza ile nia ya Mungu, ule moyo wa Mungu kuhusiana huyu mwana Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa ndio kwanza amezaliwa. Angalia mstari wa 67. Luka sura ya kwanza mstari wa 67. Anasema, na baba yake Zakaria alijawa na Roho Mtakatifu. Na hii sasa ni mstari wa 76. Nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana, umtengenezee njia zake. Zakaria alifahamu kwa roho ya kwamba huyu Yohana Mbatizaji, huyu Yohana mwanaye wa pekee, atatangulia mbele za Bwana, mbele za uso wa Bwana, umtengenezee njia, wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Yohana ilikuwa aje na kutoa maarifa haya ya wokovu kwa watu wake, na watatubia dhambi zao, watamwamini Bwana na wataweza kuokolewa, na dhambi zao zitakwenda kuondolewa katikati yao. 78 anasema, kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia, kuwaangazia wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwa njia ya amani. Kwa hiyo unapata kuelewa ya kwamba kile ambacho alikuwa akijie na kile ambacho alikuwa aje kukifanya, Luka alikidhihirisha hapa. Luka
Luka 7:27. Luka 7:27 anasema, huyu ndiye aliyeandikiwa haya, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako mbele yako. Upata kuelewa kwamba Yohana Mbatizaji hakutokea tu kiajali. Kuzaliwa kwake hakukuwa tu wazo mbadala. Kuzaliwa kwake haikuwa matashi ya mwanadamu, baba au mama. Huyu ndiye ambaye ni mpango hasa wa Mungu na ujumbe ambao ametumwa. Kabla hata hajazaliwa anasema, tazama nimemtuma mjumbe wangu mbele za uso wenu, ambaye ataandaa njia yenu, ambaye atatengeneza njia yako. Nami naambia, katika wale waliozaliwa na wanawake hakuna aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, lakini yeye aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Huyu ndiye Yohana Mbatizaji ambaye alisisitiza juu ya ule ukuu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nami nakusomea sasa tena kuanzia Yohana sura ile ya 3. Yohana sura ile ya 3. Yohana 3:28. Yohana sura ya 3, tuanzie pale mstari wa 28. 3:28 anasema, nyinyi wenyewe mnashuhudia, lakini nimetumwa mbele zake. Niko hapa nimekuja hapa kumtambulisha, nimekuja hapa kutamka ya kwamba yeye Masihi aliyetiwa mafuta. Ninyi wenyewe mwashuhudia ya kwamba nalisema mimi siye Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Yuko ambaye atakupatanishani na Mungu, anakuja, nami nimekuja kuwatangazia ujio wake na kuwasili kwake. Mstari wa 29 anasema naye, mstari wa 29 anasema, aliye naye bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi yeye anasimama na kumsikia, aifurakia sauti yake bwana harusi. Sasa sikiliza hitimisho katika kulinganisha yeye mwenyewe na Bwana wetu Yesu Kristo. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Yeye azidi, mimi kupungua. Turejea tena katika Marko sura ya kwanzia ile. Tumeshaona jambo la kwanza, lile kusudi na lile tamko la Marko. Kwa nini aliandika hii Injili ambayo imeandikwa na Marko? Kadhalika tumeona ule unabii na yale maandalizi ya mjumbe Yohana Mbatizaji. Kipengele cha 3 sasa ni kule kuhubiri na ule ushawishi katika ujumbe wake. Kuhubiri na ushawishi katika ujumbe wake. Tuje katika kitabu kile cha Marko sura ya kwanza ile, tukisoma kuanzia mstari wa 4 ule. Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba letalo toba na ondoleo la dhambi. Mstari wa 5, wakamwendea nchi yote ya Uyahudi, nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto wa Yordani, wakiziungama dhambi zao. Mstari wa 6, na Yohana alikuwa amevaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akala nzige na asali wa mwitu. Kule kuhubiri na kushawishi katika ujumbe wake. Unapotazama mstari wa 4, wa 5 na wa 6, unaweza kuona jambo la kwanza pale, kule kuhubiri kwake Yohana, mahubiri ya Yohana. Mstari wa 4, Yohana alibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba letalo ondoleo la dhambi, ule msamaha, ule utakaso, kule kuondolewa kwa dhambi. Jambo la pili, tunaona kule kushawishi kwake Yohana. Tunaona ule ushawishi wa Yohana. Alikuwa na ushawishi mkubwa ya kwamba watu wote wakamwendea
nchi yote ya Uyahudi. Na ni ushawishi wa jinsi gani? Alafu anasema na wao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto wa Yordani, wakiziungama dhambi zao. Jambo la tatu, tunaona ile nafsi, ule muonekano wa Yohana. Angalia mstari wa 6. Na Yohana alikuwa amevaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akala nzige na asali wa mwitu. Alihubiri nini huyu Yohana Mbatizaji? Ni ujumbe gani aliweza kuutoa kwa watu? Angalia kuhubiri kwa Yohana. Jambo la kwanza, alihubiri toba. Alihubiri toba. Marko, Mathayo sura 3, Mathayo 3:1, Mathayo 3:1. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Alihubiri toba. Angalia mstari wa 8. Basi zaeni matunda yapasayo toba. Matunda yapatayo toba. Zaeni matunda yapatayo toba. Na haikuwa tu toba ambayo inaning'inia tu angani. Haikuwa ni aina ya toba ambayo haieleweki na watu, sababu alitoa kielelezo cha kivitendo kwa ajili ya ile toba aliyokuwa akihubiri. Angalia Marko sura ya 6 kuanzia mstari wa 18. Marko 6 mstari wa 18. Mstari wa 18. Kwa sababu Yohana alimwambia Herode, alikuhubiri kwa wale wa juu na wa chini, aliwahubiria wakuu na wadogo, aliwahubiria watu wote ambao walimjia, na ye hakulipunguza le neno, ye hakupunguza na kukatiza ujumbe wake wakati watu walikuwa pale. Kwa kuwa Yohana alikuwa amemwambia Herode ya kwamba alikuwa amemwambia Herode ya kwamba si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Alihubiri toba. Alihubiri nini? Alihubiri imani katika Kristo. Jambo la pili, imani katika Kristo. Hakuambia kwamba wataokoka wao wenyewe pasipo kumwamini Bwana. Hakuambia ya kwamba geuzeni tu kurasa mpya, hebu fanyeni yale mnayoweza na hebu mwenende katika namna iliyo bora zaidi, hapo tutafikia mbinguni. Anasema hapana, tubuni, jambo la kwanza. Jambo la pili, muaminini yeye ambaye yuaja, yani Bwana wetu Yesu Kristo. Matendo ya Mitume 19 ile Matendo ya Mitume 19 pale ni kusomea kuanzia mstari wa 4 ule. Matendo ya Mitume sura ile ya 19 mstari ule wa 4. Unaona kile kilichosisitiza imani katika Yesu Kristo. Anasema mstari ule wa 4. Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Alihubiri toba, alafu akahubiri kumwamini Yesu Kristo ambaye yuaja baada yake, na akawa amemtaja kwa jina Bwana Yesu Kristo. Jambo la tatu, alihubiri wokovu. Kama angelikuwa kutimiliza kile ambacho Bwana alikuwa amemtuma, lazima ahubiri wokovu. Luka sura ile ya 3, Luka sura ya 3 mstari wa 6. Luka 3:6. Na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Huo ndio ujumbe wake Yohana, toba. Ujumbe wa Yohana, imani katika Kristo Yesu. Ujumbe wa Yohana, wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Luka 1 tukisoma kuanzia mstari wa 76. Luka 1:76. Nawe mtoto
Huyo ni Yohana Mbatizaji, baba yake akinena hapa kiunabii. Nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa maana utatangulia mbele zake, mbele za uso wa Bwana, umtengenezee njia zake, uwajulishe watu wake wokovu. Uwajulishe watu wake wokovu katika kuwasamehewa dhambi zao, kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umewafikia. Kuwapatia nuru, kuwapatia nuru, kuangaza wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Alafu akahubiri ubatizo wa maji. Yohana Mbatizaji alihubiri toba. Ndicho cha kuhubiri, ndicho cha kusisitiza leo tunapoambia watu wawalete kwa Bwana. Tunaposema na watu ili kuwaleta katika ujuzi wa wokovu ambao Yesu Kristo ameuleta. Jambo hasa la kuanzia, jambo la kuanzia kabisa nao ni pale Yohana Mbatizaji alipoanzia toba katika dhambi zao. Jambo la pili ni ile imani katika Kristo Yesu, ya kwamba lazima wamwamini Yesu Kristo. Yohana anasema na Yesu Kristo ambaye ndiye alipaswa kuja, na sasa sisi tunapaswa kumhubiri Yesu Kristo, yeye ambaye tayari amekwisha kuja, yeye ambaye amekwisha kufa tayari, yeye ambaye alizikwa tayari, na yeye ambaye alifufuka kutoka katika wafu, na yeye ambaye tayari amekwisha kuilipa ile gharama kwa ajili ya wokovu wetu. Alafu napaswa kusisitiza juu ya wokovu wenyewe sasa. Alafu ubatizo wa maji baada ya hapo. Ndilo hilo ambalo Yesu Kristo alisema, nendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Yeye aaminie na kubatizwa ataokoka, yeye asiamini atahukumiwa. Hebu tuangalie Yohana sura ya kwanza mstari wa 31. Yohana sura ya kwanza mstari wa 31. Nami sikumjua, bali ili alidhihirishwa, basi nalikuja nikibatiza kwa maji. Jambo la 5, alihubiri toba na uhuru toka dhambini. Toba na uhuru kutoka katika dhambi. Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Yohana 1:29. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Alikuwa anawaambia watu ambao wako mbele yake, watu ambao walikuwa wamesimama mbele zake, ya kwamba hata sasa anaweza kuchukua dhambi zenu zote. Achukuaye dhambi ya ulimwengu. Aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Na kwa wale ambao waja bado, wale ambao watazaliwa, huyu hapa Yesu Kristo ambaye azichukua dhambi za ulimwengu. Anaondoa zile dhambi za nje. Anapotuokoa, anaondosha kila dhambi za ndani, ambapo anapotutakasa, anatusafisha, anatutakasa, na alafu anatufanya tohara mioyo yetu, na hata kuiondoa ile dhambi ya asili kwa ile dhabihu yake moja. Analete kuhesabiwa kwetu haki kwa dhabihu ile moja. Anatuletea wokovu kwa ile dhabihu moja tu. Anatuletea ukombozi kwa ile dhabihu moja tu. Anatuletea utakaso, na yeye anaondosha dhambi za ulimwengu, na hahitaji dhambi yoyote ile kubakia katika maisha, katika moyo, katika roho, katika tabia, katika mwenendo wa yeyote ambaye ni muamini, kwa sababu Yesu Kristo yeye amekuja kuiondoa dhambi yetu. Na Yohana Mbatizaji alihubiri kitu gani? Toba. Alihubiri kitu gani? Imani katika Kristo Yesu. Yohana Mbatizaji alihubiri nini? Wokovu. Alihubiri nini? Ubatizo wa maji. Alihubiri nini? Haki na uhuru toka katika dhambi. Alihubiri kitu gani? Alihubiri ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo katika Roho Mtakatifu. Alihubiri wokovu, alihubiri haki, utauwa, takaso, na alihubiri ubatizo pamoja na Roho Mtakatifu. Anatuambia katika Mathayo sura ya 3, Mathayo sura ya 3
Mathayo 3:11. Mathayo sura ya 3 mstari wa 11. Anasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Huo ndio ujumbe wa Yohana Mbatizaji. Yeye ambaye ajaye kwangu, ajaye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, na kwa moto. Marko sura ya kwanza ile kuanzia mstari wa 8. Marko sura ya kwanza mstari wa 8 ule anasema, mimi nawabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu. Luka sura ya 3 ile ujumbe wa Yohana Mbatizaji. Luka sura ya 3 kuanzia mstari wa 16. 3:16 Luka, Yohana alijibu akiwaambia wote, kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Anatuambia katika Yohana tena sura ya kwanza, turudi pale Yohana sura ya kwanza tukisoma kuanzia 33. Yohana sura ya kwanza mstari wa 33. Anasema, wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenituma kubatiza kwa maji, huyo aliniambia juu. Lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamuona Roho Mtakatifu akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Na ndicho ambacho Yohana alisisitiza, ule uzoefu wa mwamini, ule uzoefu wa wanafunzi tunapokuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wokovu baada ya toba na imani katika Kristo